Imani ya Kristo Yesu iwe nanyi tena. Ni Mwechumbe Michael, mtumishi wa Mungu. Kwa kweli ni siku nyingine njema, tunashukuru na kusema ni asante. Ni kwa sababu ya afya nzuri hii na amani tulio nayo katika nchi yetu. Ukweli ni kwamba kuna nchi, na ninatumai kila mwenye unaniona unatazama katika mitandao ya kijamii, katika vyombo vya habari, unaona mahangaiko watu wanapitia katika nchi zingine. Kwa hivyo amani hii uko nayo sio kwa sababu wewe ni mzuri, sio kwa sababu ya Kenya tunatenda mazuri, la, ni kwa neema ya Mungu. Kwa hivyo tunafaa kushukuru kwa ajili ya hiyo. Sitaenda mambo mengi, wacha nipeane onyo lenye tunapewa kama wanadamu kutoka kwa nabii mtumishi wa Mungu. Leo tutajifunza kutoka kitabu cha Mika sura ya 3 pale, tuanze mstari wa 1. Inasema hivi, kwa jina la Yesu nitasoma. Nitasema, tafadhali sikieni, enyi vichwa vya Kenya, mnaotawala nchi ya Kenya. Je, haiwapasi ninyi kujua hukumu? Ninyi mnaoyachukia mema na kuyapenda mabaya, ninyi mnaowachuna watu ngozi yao na nyama mifupani mwao. Naam, mnakula nyama ya watu wangu na kuwachuna ngozi zao na kuifunja mifupa yao. Naam, kuwakata vipande vipande kama kwa kutiwa chunguni na kama nyama sufuriani. Hiyo ni onyo imepeanwa kwa viongozi kwamba hawajui hukumu, hawajui sheria, yaani mbona hawatendi haki? Kwa sababu matendo yenye wanafanyia watu wa Mungu sio vizuri. Ni kama vile nyama inakatakatwa inawekwa kwenye sufuria. Mbona hawatendi haki? Wacha tusikie wanaulizwa swali mbele huko. Yao ni viongozi wametajwa hapa. Kwa hivyo kama wewe ni moja kati ya viongozi, hili neno linakuhusu. Verse 4. Ndipo watakapomuomba Bwana asiwasikie, naam, atawaficha uso wake. Wakati huo unatenda maovu na baadaye unaenda kumuomba Mungu. Unafikiri atakujibu? Atakujibu namna gani kama amekupea nguvu kidogo ukanyanyasa watu wake? Sasa tena unamuomba nguvu zingine mingi, unamuomba muda mwingine tena. Ndiposa amesema kwamba mtamuomba bali hata sikia maombi yenu, ataficha uso wake. Verse 5. Bwana asema hivi, katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao waumao kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao, wao humwandalia vita. Hii neno inahusu manabii au watumishi wa Mungu. Inasema kwamba enyi watumishi wa Mungu ambao mmewapotosha watu wangu, badala tuwaongoshe watu wa Mungu kwamba sheria za Mungu ni hizi, njia za Mungu ni hizi, wewe umeenda kudanganya watu kwamba kujeni mpokee visa ya kwenda nchi nyingine, kujeni mpokee shamba, kujeni mpokee nyumba. Mungu anataka watu wake wampokee Kristo Yesu na mafundisho yake. Hayo mambo mengine tuache unafiki na kuwadaa watu, kwa sababu Mungu hakuwa mjinga ama sio roho mbaya mpaka waumbe watu Kenya. Wewe unataka waende nchi nyingine.
Hata hiyo nchi pia wanaombewa wakuje kwingine, kwani wapi ndio kuzuri? Kwa hivyo tuache kuwadaa watu na tuache unafiki. Iposa hapa imepeanwa kwamba mnadanganya watu wangu, mnawaadaa, kumbe mnataka kuwakula. Naambia watu wakuje wapande mbegu, wamelete mali mshahara wake wote. Kwa hivyo yeye anabaki akihangaika. Hiyo ndio njia moja ya kuuma watu wa Mungu kwa meno yenu. Alafu baadaye mnatangaza amani. Yule ambaye anauliza swali mnamtangazia vita. Kama ilikuwa ni ngumu kuelewa neno hili la Mungu. Nikiendelea verse 6 verse 7 sasa inasema, na hao waonaji watatayarika na wenye kubashiri watafadhaika. Naam, hao wote hapana jawabu la Mungu. Hao wote watachifunika midomo yao, kwa maana hapana jawabu la Mungu. Wale ambao wanasema wametumwa kutoa unabii ni uongo. Ni njia moja ya kuwadaa watu. Watachifunika midomo yao wakati Mungu atatoa amri yake, kwa sababu jawabu lilio katika midomo yao halijatoka kwa Mungu. Kwa hivyo nafasi ile tumepewa kama watumishi wa Mungu kufundisha watu wa Mungu neno lake, tufundishe watu wa Mungu neno lake. Mungu ambaye amekutuma kazi hii atajua utaishi namna gani, utakula namna gani. Mambo yako ya kudanganya watu na kulimbikizia watu majukumu mengi ya kutoa sijui nini, panda sijui nini, my friend. Ambia watu ukweli wa Mungu, na Mungu huyo mmoja unayemhubiri wa kweli ataguza mwenye anaguza, alete chenye atalete. Lakini wacha kutishia watu, wacha kuwadaa watu, wacha kudanganya watu. Utapata kichapo, utapata kuadhibiwa. Maandiko ndio yamesema. Mungu ni vile hachakasirika, bado amekupa nafasi. Ugundue kwamba ufanyi vizuri, urekebishe, utubu. Urudi kwake, umwambie ulitaka nifanye nini. Na nyie watu ambao mmepewa kazi ya kuongoza watu duniani, kama nchi ya Kenya, kama nchi ya Tanzania, nchi ya Uganda, wacha kunyanyasa watu. Shirikiana na watu kujenga nchi, shirikiana na watu kuongoza nchi. Wewe sio mwerevu sana. Msemo wetu unasema kwamba umoja ni nguvu. Wimbo wa taifa kama wa Kenya unasema tuungane mikono kwa pamoja, tuijenge nchi. Leo hii unaona watu hawafai, wewe ndio unatosha, unawapeleka vile unataka. Unaonywa na Mungu. Na nyie watu ambao muko katika pengine upinzani, wacha kuchochea watu. Toa jawabu la shida tulio nayo. Kwa sababu hata walio serikalini leo hii, wakati huo ulipita, wao ndio walikuwa upinzani, wakaahidi jinsi watafanya mazuri. Leo hii wako katika hatamu za uongozi, wameshindwa. Kwa hivyo tuulize ushauri kwa Mungu, tuombe hekima kwa Mungu, hatueleze jinsi mnavyofaa kuongoza watu wake. Mimi sina ushauri nitakupa kwamba ongoza watu wa Kenya hivi, ongoza wa Tanzania hivi. La, yule halikupa nafasi hiyo ambayo umekalia kama kiongozi wa nchi ni Mungu. Kwa hivyo nenda kwake, nenda kwenye makoti, mwambie Mungu, wewe ndio umeniruhusu niwe kiongozi katika hii nchi. Katika hii county ndio. Nipe hekima ya kuongoza hawa watu. Peke yake ndiyo anawezesha watu
kuongoza watu wake. Na wewe nabii, wewe mtumishi, wewe mhubiri, unahubiri injili ya nani? Ya Kristo Yesu. Muulize vile unafaa kuihubiri. Wacha ujehuri ndogo ndogo. Wacha tamaa. Tutumikie Mungu kama ametutuma. Kazi yako sio kunikosoa mimi, kazi yangu sio kukukosoa wewe. Mimi sio mtakatifu, wewe sio mtakatifu. Sisi ni watumishi wa Mungu. Kila mtu afanye kazi yake. Kwa hivyo wacha kuwadaa watu, ambia watu ukweli wa neno la Mungu. Kwanza watu waache dhambi na maofu, warudi kwa Mungu. Hayo mengine baadaye. Sasa mtu umemwambia vile umemwambia yeye ametoa sadaka, bado ni msherati, bado ni mwizi, bado ni mnyang'anyi, bado ni mfisadi, lakini kwa sababu umesema Mungu amenionyesha hii, mtu unamwadaa anafikiria yuko salama. Ambia watu ukweli. Ukweli sio mzuri vile kila mmoja anajua mimi na wewe, lakini usemwe tu. Leo hii kusimama uniambie mimi ni mwizi, sitafurahi, lakini huo ndio ukweli. Mimi ni msengenyaji, sitafurahi, lakini huo ndio ukweli. Mimi ni muuaji, huo ndio ukweli. Mimi ni sijui ni nini, huo ndio ukweli, lakini sitafurahi. Hata nikiwa peke yangu ninajua mimi niko hivi, lakini sipendi kuambiwa. Na mtumishi wa Mungu kazi yake ni kusema huu ukweli na kuelekeza watu jinsi ya kwenda. Kwa hivyo tuache unafiki, tusimame na neno la Mungu, tuhubiri neno la Mungu kwa upendo. Neno la Mungu ni upendo. Mungu anasema tuishi pamoja kwa umoja na kwa upendo na heshima, na jina lake litaendelea kutukuzwa. Lakini tumefanya jina la Mungu litukanwe, litharauliwe, kwa sababu tuko na unafiki mwingi. Unasema hivi, unatenda hivi. Tuache hiyo, watumishi wa Mungu popote munaniona, na tuombe Mungu atupe mwelekeo, atusaidie, atushindanie majaribu. Peke yetu hatuwezi. Na kwa sababu mwenye tunahubiri injili yake yuko, tumuombe ushauri na nguvu za kushinda majaribu. Tuache tamaa. Haye viongozi, mumepewa nafasi ya kuongoza watu. Tuwajibike. Tuulize ushauri kwa Mungu, tushirikiane na watu wengine. Vitina ya hapa na pale, hiyo itapomoa nchi. Mimi sina maneno na mtu, sikosoi mtu, bali ninasoma neno la Mungu, naye litatuongoza. Hii ndiyo katiba kubwa kabla ya hii ambaye imeandikwa hapa. Kwa hivyo turudi kwa Mungu, tutende haki, tumuombe ushauri na mwelekeo. Amani ya Kristo Yesu iwe nanyi.